Anaitwa Peter Magwi Michael, ni katibu wa mbunge jimbo la Tarime mjini, Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko. Kipekee nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutujalia pumzi yake ya uhai mpaka siku hii ya leo. Nimefika hapa chuo cha ualimu Tarime kwa ajili ya kuweza kutimiza moja ya ahadi ya Mheshimiwa mbunge Esther Nicholas Matiko ambayo aliwaahidi wanachuo wa chuo hiki. Tunatambua kwamba Mheshimiwa mbunge ameendelea kutimiza ahadi zake ambazo aliziahidi kipindi cha kampeni, iwe ni kwenye taasisi za serikali, iwe ni taasisi binafsi, ama iwe ni kwenye mashirika yote yale, ama kwenye makundi tofauti tofauti ambayo yanapatikana ndani ya jimbo letu la Tarime mjini. Na nimesema hivyo hasa mkirejea kwamba Mheshimiwa mbunge kuna ahadi ambazo amezitimiza, nadhani wengi mnafahamu, ikiwa ni kwenye sekta mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya mji wetu wa Tarime. Mheshimiwa mbunge alifika wakati wa kampeni kuzungumza na wanachuo hawa na kuweza kuwaomba kura, lakini tofauti na hivyo pia na wenyewe walikuwa na konsani zao ambazo waliziweka kwa Mheshimiwa mbunge, ikiwa ni kuomba baadhi ya vitu ambavyo angeweza kuwatimizia. Moja ya ahadi ambayo aliweza kuahidi ni kuweza kuwapatia ng'ombe kama wanachuo. Tunavyofahamu kwamba mazingira yao wanayoishi hapa chuoni na namna ambavyo wanalelewa ni tofauti na mazingira ambayo wanaishi nyumbani. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge aliweza kuahidi kuwapatia ng'ombe, lakini pia kuwapatia na mchere kiloba kimoja, ambacho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naweza kusema leo hii tumekuja kukabidhi kwa niaba yake. Kama ambavyo mnaona ng'ombe wetu huyu ambaye naweza nikasema ni zaidi ya 1,000,000, lakini vile vile pia nimekuja na kiloba kimoja cha mchere ambacho kitakuwa ni kwa ajili ya matumizi ya wanachuo. Ni matumizi ya wanachuo, wao wenyewe wanaweza wakaona ni namna gani watakavyoweza kumtumia. Iwe ni ng'ombe huyu kama wao wataamua kumfuga, basi itakuwa ni wao wameamua hivyo kwa ajili ya manufaa labda mengine ya baadaye, lakini wakiamua kumtumia kama kitoweo, basi kiloba kile cha mchele ambacho nimekikabidhi hapa kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge, basi na chenyewe kitakuwa ni sehemu hiyo. Nipende tu kuwaomba wananchi wa jimbo la Tarime mjini kwamba kuendelea kutoa ushirikiano kwa Mheshimiwa mbunge Esther Nicholas Matiko kadiri ambavyo siku zinavyokwenda. Najua tuna ahadi zipo nyingi tu tulizoahidi kipindi cha kampeni, kwa hiyo tutakwenda kutimiza moja baada ya nyingine. Niwahakikishie tu kwamba hakuna ahadi ambayo Mheshimiwa mbunge Esther Nicholas Matiko aliahidi iwe ahadi ya kiutumishi, kwa maana ya kama mbunge kutimiza majukumu yake ya kibunge ambayo ni uwakilishi kule bungeni, kuisimamia serikali, kutunga na sheria. Pia hakuna ahadi ambayo tutaiacha nje ya hizo ahadi za kiutumishi wake. Natambua kwamba shauku kubwa ya wananchi ni kuweza kuona zile ahadi zinatekelezeka ama zinakamilishwa kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo nipende kuhakikishia tu kwamba tutaendelea kujitahidi kuhakikisha tunatekeleza hizo ahadi. Lakini jambo lingine la mwisho, nipende kupongeza uongozi wa chuo cha ualimu Tarime kwa jinsi ambavyo wameendelea kuishi na jamii ambayo inazunguka chuo hiki. Na ni wengi ambavyo mnafahamu kwamba hata baadhi ya michezo mingi ambayo inachezwa na wananchi wa halmashauri yetu ya mji wa Tarime, viwanja vingi vya michezo viko hapa chuoni. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati kama huu wa jioni unakuta kuna raia ambao wametoka mtaani, lakini kwa kupewa maelekezo na uongozi wa chuo wamekuwa wakifanya mazoezi katika chuo hiki. Hawajawa ni chuo ambacho kina mahusiano mabaya na wananchi, kimekuwa chuo ambacho kina mahusiano mazuri na wananchi wa jimbo la Tarime mjini. Lakini vile vile tofauti na hivyo, nipende kuwapongeza kwa jinsi ambavyo wanaendelea kutoa taaluma kwa wadogo zetu hapa chuoni. Nadhani unaweza ukashuhudia pale ofisi ya mkuu wa chuo, tofauti na kitaaluma kwa maana matokeo, lakini pia hata kwenye michezo wako vizuri. Tumeshuhudia pale kuna vikombe vingi ambavyo wamevichukua katika mashindano yao ya kivio, kwa maana ngazi kwa kanda yetu hii ya Ziwa. Ni mpaka sasa ninapozungumza wao ndio mabingwa watetezi wa mashindano hayo ya kanda kwa upande wa vio hivyo vya ualimu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kupongeza uongozi wa chuo
kwa jitihada hizo na namna ambavyo wameendelea kukifanya chuo cha ualimu Tarime kuendelea kushikilia ule usukani wake. Kama ambavyo tunafahamu, kimejatoa sana watu wengi wenye taaluma mbalimbali kupitia chuo hiki ambacho na wengine hata ni viongozi wakubwa wamepata kuwa katika taifa hili. Asanteni sana. Naitwa Amosi Mtori Juma, ni rais wa serikali ya wanachuo katika chuo cha ualimu Tarime. Ya kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia uhai mpaka hivi sasa, na pia vile vile nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia neema na afya njema mbunge wetu Esther Matiko, na nipende kutoa shukrani zangu kwa dhati kwa mbunge wetu Mheshimiwa Esther Matiko kwa kutupa ahadi yetu kama alivyotuahidi katika kipindi chake cha kampeni kwamba alipofika katika taasisi hii, moja ya ahadi yetu aliyotujalia ni kwamba atatujalia kutuboreshea vyombo vyetu vya muziki, lakini pia atatujalia kutuboreshea kama kutupatia kitoweo au zawadi ya ng'ombe, ambaye ndio leo huu ndo ng'ombe aliyotujalia. Ni ng'ombe mzuri, ng'ombe mkubwa kabisa zaidi hata ya milioni. Pia tupende kumshukuru sana, ni mbunge anayepambania jimbo la Tarime. Aendelee hivyo hivyo ili aweze kufikia na aweze kutimiza malengo yake na ahadi zote alizoziahidi. Pia vile vile nipende kushukuru uongozi mzima, ikiwa ni pamoja na katibu mbunge wa jimbo la Tarime kwa namna yake ya pekee, namna alivyopambana, namna alivyopambania na namna walivyoungana na muunganiko mzuri mpaka hivi sasa wanaendelea kutekeleza ahadi zao za msingi walizoziahidi kwa wananchi wote wa Tarime, ikiwa ni pamoja na taasisi mfano katika taasisi hii ya chuo cha ualimu Tarime. Ni mengi ningependa kusema, lakini zaidi tunapenda kumpongeza tu sana, aendelee kutimiza ahadi zake na aendelee kutusemea bungeni sisi kama watu wake, kama raia wake, kama